Karibuni wapendwa watazamaji wetu mahali popote mnapotufuatilia. Hiki ni kipindi chako ukipendacho cha Biblia Yasema. Biblia Yasema ni kipindi kinachojibu maswali kutoka kwa watazamaji wetu. Nasi tumepokea maswali kadhaa ambayo tumeyatafutia majawabu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na tuko tayari kabisa kuyajibu maswali hayo, na kabla hatujaanza hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema mbinguni, tunakushukuru kutujalia fursa hii nyingine ya kukaa miguuni pako na kujifunza juu ya neno lako. Tunaomba utuongoze tunapoendelea katika kutafakari neno lako. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Naam, mimi ni yule mchungaji wako wa siku zote, mchungaji Steven Leta, ambaye nitakuwa nikisaidiana katika kutoa majawabu, na msomaji wetu wa maswali yuko tayari kabisa kutusomea swali la kwanza. Karibu. Habari mchungaji, napenda kuuliza swali. Roho Mtakatifu ni nani? Asante sana kwa hilo swali lako mpenzi mtazamaji wetu. Inavutia sana kuona jinsi watu wanavyotamani kujua kuhusu Mungu wao. Kumfahamu Mungu ni jambo jema, lakini katika hali yetu hii ya dhambi ni jambo lenye changamoto au ambalo si jepesi sana. Mwandishi katika kitabu cha Ayubu 36 fungu la 26 anadokeza ya kwamba wazo la kumjua Mungu ni jema, lakini lina changamoto. Tazama, Mungu ni mkuu, nasi hatumjui. Hesabu ya miaka yake haitafutiki. Huo ni ukweli usiopingika ya kwamba kiwango kile tunachokifahamu juu ya Mungu ni kidogo, na hata hii changamoto ndogo tu ya kujua hesabu ya miaka yake, ya kwamba hana mwanzo wa siku zake wala hana mwisho, yenyewe katika akili ya kawaida tu ya mwanadamu inafika mahali unashindwa kuelewa huyo Mungu ni kitu cha namna gani. Lakini Mungu mwenyewe anatamani watu wamjue kwa kadri uwezo wao wa kumwelewa unavyoongezeka. Katika kitabu cha Hosea 6 fungu la 3 kuna fungu pale lenye faraja kubwa sana, inasema, nasi na tujue na mtu kaendelee kumjua Bwana, kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyeshavyo nchi. Kwa hiyo Mungu amekuwa tayari kujifunua kwetu kwa kadri uwezo wetu wa kumwelewa utakavyokuwa unaruhusu, na tunashukuru kwamba hatua kwa hatua tumekuwa tukiendelea kumfahamu Mungu. Sasa kuhusiana na Mungu ni nini? Mungu ni mmoja, na hivyo ndivyo anavyojitambulisha kwetu katika maandiko matakatifu. Hakuna miungu zaidi ya mmoja. Mungu ni mmoja. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4 Biblia inasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Hivyo ndivyo Mungu anavyojifunua kwetu sisi wanadamu, ya kwamba yuko Mungu mmoja tu. Lakini Mungu huyo mmoja anaendelea kujifunua pia katika nafsi zisizopungua 3. Wale wasomaji wa Biblia au maandiko matakatifu watagundua ya kwamba unapoenda mbele na kurudi nyuma, unapomchunguza Mungu unamkuta akijifunua katika hizo nafsi 3: nafsi ya Baba, nafsi ya Mwana na nafsi ya Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Ibrania 1 fungu la 1 hadi la 2 kuna maelezo yanayosema ifuatavyo: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, na hapa anazungumzia zaidi kipindi cha Agano la Kale, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo unaona yuko Mungu mmoja ambaye amejitambulisha kule katika Kumbukumbu la Torati, na katika kitabu cha Agano la Kale karibu chote alikuwa akijitambulisha sana na alifahamika sana. Lakini katika kufikia kwenye Agano Jipya panaonekana kuibuka kwa wazo jingine la nafsi nyingine ya uungu ambaye ana nafasi inayofanana na ile ya yule Mungu mwingine. Kwa sababu gani? Anasema yeye ndiye mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 fungu la 6 Biblia inasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Inaendelea kusisitiza lile wazo ya kwamba Mungu ni mmoja, aliye Baba
Na hii pia ni wazo jingine ya kwamba katika huyo Mungu yuko anayejitambulisha kama Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo. Panatambulisha nafsi ya pili sasa hapa, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye huyo. Kwa hiyo yuko Mungu mmoja, lakini nafsi zinapokuja kuinuka, zinainuka nafsi zaidi ya moja. Kuna tunayoiona inayofahamika sana ya Baba, tunayoiona inayofahamika sana ya Mwana, lakini pengine isiyofahamika sana ni ya tatu ya Roho Mtakatifu, ambayo muulizaji wetu ndio ameiulizia katika swali la leo. Kwa hiyo licha ya maandiko matakatifu kumfunua Mungu kuwa ni mmoja, humtambulisha pia akiwa na nafsi tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu kujifunua katika nafsi tatu hakumaanishi kwamba kuna Mungu watatu, wala isije tafsiri ya kwamba wako miungu watatu, kwa sababu tafsiri ya Mungu ni ile ile ya kwanza ambayo tumeifafanua, ya kwamba Mungu ni mmoja lakini anajifunua katika nafsi tatu. Pengine hili wazo la mmoja katika nafsi kadhaa, ili liweze kueleweka vizuri katika akili zetu zilizoharibiwa na dhambi, tungeazima wazo jingine ambako tumepata kuna nafsi kadhaa lakini zote zinaonekana zikiwakilisha kitu kimoja. Mume na mke wanapofunga ndoa wanaunganishwa na kuwa mwili mmoja. Marko 10 fungu la 7 hadi la 8, Biblia inasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Sote tunajua ya kuwa mume na mke wanapoungana katika ndoa hawawi mwili mmoja halisi ule tunaofahamu, bado wanabaki kuwa mwanaume na mwanamke, lakini wanaunda taasisi moja yenye malengo yanayofanana. Ndio maana Mungu anasema hawa wawili watakapounganika wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo kuwa na Mungu mmoja mwenye nafsi zaidi ya moja si wazo jipya, wala si wazo linalosumbua sana akili, kwa sababu wazo hilo hilo unalipata katika ndoa. Adamu na mkewe Hawa walitambuliwa kwa jina moja la Adamu, ingawa zilikuwa nafsi mbili za mwanaume na mwanamke. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 fungu la 2 tunasoma maneno yafuatayo: mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Unaona, Adamu na Hawa wote waliitwa jina moja, na jina lao waliloitwa ilikuwa ni Adamu, kwa sababu wote walikuwa na hadhi sawa mbele ya Mungu, licha kuwa walitofautiana kimaumbile. Kwa hiyo wanashare jina moja la Adamu, kama ambavyo nafsi hizi tatu zinashare jina moja la Mungu, lakini ni nafsi tofauti tofauti, kama ambavyo tunapata nafsi tofauti tofauti katika mwili mmoja unaopatikana katika ndoa, ambapo ndani yake kuna mwanaume na mwanamke. Hizi nafsi mbili tofauti kabisa, lakini wanapokuunganika pamoja wote wanaunda taasisi ambayo ina lengo moja. Wote waliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunapozungumzia hadhi moja ya mume na mke, tunamaanisha hilo, ya kwamba wote waliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo tunayo mwili mmoja katika ndoa, ambao ndani yake kuna nafsi mbili zinazotofautiana kwa jinsia, zinazotofautiana katika tabia na mambo mengine, lakini zinazofanana kwa jambo moja, kwamba zote zimeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, na kwa hiyo mbele za Mungu zina hadhi sawa. Unapokuja kwenye nafsi tatu, usipate shida ya kwamba katika hizo nafsi tatu iko ambayo iko chini zaidi kuliko nyingine, kwa sababu zote zina hadhi sawa, kama ambavyo mume na mke wana hadhi sawa, kwa maana ya kwamba waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na hata hizo nafsi tatu zina hadhi sawa, ila zimegawana majukumu ambayo yamezitofautisha hizo nafsi, lakini zote zinatengeneza taasisi moja inayoitwa Mungu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 fungu la 13
tunapewa tena mfano mwingine wa kutusaidia kuelewa kitu kimoja kinawezaje kuwa na nafsi zaidi ya moja. Wakorintho wa kwanza 12 fungu la 13, Biblia inasema, kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Kwa hiyo kuna mfanano. Sisi tuliomwamini Kristo tunaweza kuwa tumetoka katika makabila tofauti tofauti, Wayunani au Wayahudi au wanawake au wanaume, vyovyote vile, lakini kuna kitu tunafanana wote, kwamba tulinyweshwa Roho mmoja, yani tuna hadhi sawa. Na sisi tunatambulika kama kitu kimoja, lakini kundani unakuta kuna nafsi mbalimbali zinatofautiana, lakini hiyo haiondoi ile wazo ya kwamba sisi ni kitu kimoja. Kwa hiyo Wakristo wote sisi ni kitu kimoja, lakini tumeundwa na nafsi mbalimbali. Katika ndoa ni mtu mmoja, lakini wameundwa na mwanaume na mwanamke, lakini wakiwa na hadhi inayofanana. Katika uungu kuna Mungu mmoja ambao umeundwa na nafsi tatu zinazotofautiana katika majukumu, lakini zinazolingana kwa hadhi. Hilo ndilo wazo ambalo Mungu analileta kwetu. Linaweza likawa gumu sana kulielewa kutokana na hali yetu ya dhambi, lakini Mungu amejaribu kutupatia mifano mingi ya kujaribu kurahisisha wazo hilo kubwa, ambayo inaweza kuwa na ugumu wa kulielewa katika mazingira ya sasa. Lakini katika mazingira ya hapo baadaye, tutakapokwenda kukutana na Mungu mbinguni, tutalielewa jambo hilo vizuri bila utata wowote. Kwa hiyo Mungu ni taasisi kubwa ambayo ndani yake kuna nafsi tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu ameendelea kujifunua kwetu pia kupitia nafsi ya tatu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini au ni nani, kama swali ambalo rafiki yetu ameulizwa. Roho Mtakatifu ni nafsi inayojitegemea katika utendaji wa majukumu yake. Roho Mtakatifu wakati mwingine ametambulishwa kama Roho wa Mungu ama Roho wa Kristo au Roho tu. Kwa unapokutana na hayo majina utambue ya kwamba yanazungumzia nafsi moja ya uungu ambayo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana uwezo kama alio nao Baba na kama alio nao Mwana. Katika kuratibu mpango wa wokovu wa wanadamu, Roho Mtakatifu alijipangia majukumu ya kufanya ambayo yaliridhiwa na nafsi zote tatu. Mpango wa wokovu, mpango wa kumwokoa mwanadamu ulihitaji nafsi tatu zigawane majukumu, na ziligawana majukumu, na katika hayo majukumu jukumu moja haliwezi kufanywa na wengine wawili isipokuwa yule mmoja tu ambaye amejichagulia na ambaye pia aliidhinishwa na wengine kwamba alichukue jukumu hilo. Sasa Roho Mtakatifu ana majukumu gani? Majukumu haya yenye sifa za uungu ambayo Roho Mtakatifu amepewa hayafanywi na Baba wala Mwana, kwa kuwa nafsi hizo zina majukumu mengine muhimu waliojipangia katika mpango wa kumwokoa mwanadamu na ambayo yameridhiwa na wote. Roho Mtakatifu ndiye aliyewaongoza wanadamu kuandika maandiko matakatifu na ndiye anayewaongoza wanadamu kulielewa neno la Mungu. Jukumu la kwanza hilo la Roho Mtakatifu ambalo haliwezi kufanywa na Baba wala haliwezi kufanywa na Mwana. Tunasoma wapi hayo? Katika kitabu cha Petro wa pili 1 fungu la 21, Biblia inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye ndiye aliyesimamia kitengo cha uandishi wa Biblia, akiwapatia maneno, akiwapatia mawazo wale waandishi wa Biblia, na wao pia katika hayo mawazo wakitafuta maneno ya kuyachukua hayo mawazo na kuyaandika katika lugha ambayo wanadamu atakwenda kuielewa. Hiyo ni jukumu la kwanza la Roho Mtakatifu. Lakini pia katika kuelewesha, Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kuelewa maandiko matakatifu, maana unaposoma tu kama gazeti huwezi kuelewa. Isaya 11 ya fungu la 2 nasema, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Lakini Yohana 16:13 anaendelea kuelezea uwezo wa Roho Mtakatifu katika kutusaidia kuelewa
maandiko matakatifu, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo ya habari yake. Kwa hiyo ni jukumu la kwanza la Roho Mtakatifu, kuongoza wanadamu kuandika Biblia, lakini kuwaongoza wanadamu katika kuielewa Biblia wakati wanapoisoma. Roho Mtakatifu ana jukumu jingine. Ni lipi? Yeye ndiye aliyetekeleza jukumu la kufanyika mwili kwa Yesu mwenye asili ya uungu tumboni mwa Mariamu. Huu ni muujiza mkubwa sana ambao kwa watu wengine umekuwa kiuliza kwamba Mungu anawezaje kufanyika mwanadamu na akakaa tumboni mwa mwanamke kwa miezi 9 na akazaliwa akanyonya na mambo yote yale mtoto ambayo anayapitia na bado aendelee kuwa Mungu. Hilo ni jukumu alilotwishwa Roho Mtakatifu na alilifanya kwa ukamilifu mkubwa sana. Mathayo 1:18 Biblia inasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye aliyefanya muujiza wa Yesu kufanyika mwanadamu, na wala hilo jukumu halikufanywa na Baba, lilifanywa na Roho Mtakatifu, kwa sababu ndio mgawanyo waliopeana wakati wa kuunda mpango wa kumwokoa mwanadamu. Lakini Roho Mtakatifu amefanya jukumu jingine ambalo haliwezi kufanywa na Baba wala Mwana. Roho Mtakatifu ndiye aliyemuongoza Yesu katika kushinda majaribu ya Shetani akiwa hapa duniani. Yale ambayo unasikia Yesu alishinda, Yesu hakushinda kwa uwezo wake. Yesu alitumia uwezo wa Roho Mtakatifu kushinda majaribu mbalimbali ambayo Shetani alimpitishia akiwa binadamu. Luka 4 fungu la 1, alafu taruka fungu la 13 hadi 14, Biblia inasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Kwa hiyo kuna wakati tunasahau ya kwamba ule ushindi juu ya dhambi ambao Yesu aliupata alipokuwa hapa duniani kama binadamu ulitokana na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio jukumu ambalo kama Roho asingelifanya lisingefanywa na yeyote, na ukombozi wa wanadamu usingeweza kufanikiwa. Roho Mtakatifu analo jukumu jingine. Ndiye mwenye jukumu la kugawa karama kwa waumini wa kanisa kwa lengo la kurahisisha upelekaji wa Injili na uongoaji wa Roho. Unajua kwamba Yesu alipomaliza kazi yake alizindua kanisa lake hapa duniani, na kazi kubwa ya hilo kanisa ni kuwa kituo cha uinjilisti, mahali ambapo linawaita watu kutoka katika maisha ya dunia na kuandaliwa kwa ajili ya umilele, maisha yale ya kwenda kuishi mbinguni. Na hilo haliwezi kufanikiwa kama bila kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho amekipatia kanisa. Katika Wakorintho wa kwanza 12 fungu la 8 hadi 11, Biblia yako inasema, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Fikiria kama tusingekuwa na Roho Mtakatifu, vipawa hivi vyote vilivyotajwa hapo visingekuwepo katika kanisa, na upelekaji wa Injili ungekutana na changamoto kubwa sana. Lakini leo kumekuwa na urahisi mkubwa sana kupeleka Injili, kwa sababu wanadamu wadhaifu kabisa wanapojazwa na Roho Mtakatifu akipewa hizo karama, wanafanya mambo makubwa yanayoleta mabadiliko kwa wanadamu wenzao. Kwa hiyo jukumu hilo la kugawa vipawa liko kwa Roho Mtakatifu,
na halijawekwa kwa nafsi nyingine yoyote ya uungu. Lakini Roho Mtakatifu anaonekana kupewa majukumu mengi zaidi. Jukumu jingine ambalo Roho Mtakatifu amepewa ni kuwaweka viongozi katika kanisa. Tunapofanya uchaguzi kila mwaka au kila baada ya miaka mitano na kuwaweka viongozi katika nafasi mbalimbali, wakati fulani tunaweza tukadhani ya kwamba tunatumia akili zetu katika kuwachagua hao watu. Biblia inatuambia kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayewaandaa hao watu na ndiye anayewashawishi wale wajumbe kumwona mtu fulani ya kwamba anafaa katika nafasi fulani, na kwa kimsingi ndio yeye anayeajiri watu katika nafasi mbalimbali za uongozi katika kanisa la Mungu. Matendo 20 fungu la 28, Biblia inatuambia, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kumbe ndiye anayewaweka watu kuwa waangalizi au wasimamizi wa kuliongoza kanisa la Mungu. Roho Mtakatifu pia anayo dhamana ya kubadilisha tabia za dhambi za waumini. Hili ni jambo kubwa sana katika yale majukumu ambayo Roho Mtakatifu amejiwekea katika kufanikisha mpango wa wokovu wa wanadamu. Katika kitabu cha Wagalatia 5 fungu la 16 hadi 17, Biblia yako inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Moja ya uzoefu mchungu sana anaokutana nao muumini mpya ni kugundua ya kwamba wakati anatamani kuishi maisha yanayompendeza Yesu, kuna nguvu inayomvuta kurudi katika maisha ya zamani ya dunia, na mapambano haya yanakuwa makali sana, lakini hatimaye Mungu na ashukuriwe, Roho Mtakatifu anashinda. Binadamu aliyekuwa mhanga wa pombe, mhanga wa sigara, mhanga wa ukahaba, anaushinda na kutupilia mbali matendo hayo maovu, na anakuwa mtu huru akiwa anaukulia wokovu. Kazi hiyo ya kubadilisha tabia kutoka tabia ovu kwenda tabia njema inayomwandaa mtu kuwa raia wa mbinguni inafanywa na sio na mwingine isipokuwa Roho Mtakatifu. Kwa moja ya majukumu yake muhimu sana anayoyafanya na kuyatimiza katika mpango wa wokovu ni kubadilisha tabia za wale waliomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Biblia inamtambulisha Yesu au mwana kama nafsi iliyo muhimu ili binadamu aweze kuokolewa. Tunafahamu ya kwamba Baba ana nafasi yake muhimu, kwa sababu hata Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Huyo Mungu anayetajwa hapo ni Baba, ndiye aliyemtoa mwanawe Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe bila Baba kuruhusu Yesu Kristo aje duniani, sisi wanadamu tusingepata wokovu. Lakini Yesu na yeye mwenyewe pia anaonyesha kutambua umuhimu wa Roho Mtakatifu. Katika Yohana 17 fungu la 3 inasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo Yesu na Mungu Baba wana nafasi muhimu sana katika kumfanya mwanadamu aweze kuokolewa. Uzima wa milele unapatikana kwa kumjua Mungu Baba, lakini kwa kumjua pia na Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Hawa wana hadhi sawa. Ukimpuuza mmoja umekosa uzima wa milele, ni kwa mujibu wa ile fungu la Yohana 17 fungu la 3. Kwa hiyo tumeuona na kutambua umuhimu wa Yesu katika ukombozi wa mwanadamu. Lakini Yesu mwenyewe anauzungumziaje umuhimu wa Roho Mtakatifu katika ukombozi wa wanadamu? Yesu naye anamtambulisha Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo muhimu ili binadamu aweze kuokolewa. Mathayo 12 fungu la 31 hadi 32, Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumfufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu
ambaye tumeona pale nyuma ya kwamba huyo ana umuhimu sana katika wokovu, kwa sababu ukimpuuza unaweza ukakosa uzima wa milele. Maana Biblia inasema kwamba ukimwamini Baba na ukimwamini Yesu ndipo unapata uzima wa milele. Lakini Yesu mwenyewe anasema basi ni afadhali umpuuze au umdharau mwana wa Adamu. Anasema yote atakayenena juu ya mwana wa Adamu atasamehewa. Sio kwamba ameruhusu kwamba umpuuze au umdharau mwana wa Adamu. Anasema bado kuna nafasi ya wewe kusamehewa. Lakini atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Huu msisitizo Yesu anaoweka hapa una maana gani? Ya kwamba zile nafsi ya Baba ana jukumu lake, ile nafsi ya Mwana ambaye ni Yesu mwenyewe ana jukumu lake, lakini uwe mwangalifu sana na jukumu la Roho Mtakatifu. Kwa sababu katika huu mpangilio wa majukumu, angalia kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayeidhinisha ni nani katika wale waliomwamini Kristo wanastahili kurithi uzima wa milele, wanastahili kuishi mbinguni. Kwa maana ya kwamba wamefuzu zile tabia za mbinguni, wamekuwa nazo, wametoa ushirikiano wa kutosha, na Roho Mtakatifu amefanikiwa kubadilisha tabia zao. Kwa hiyo yeye ndiye anayefanya final endorsement, yani uidhinisho wa mwisho kabisa. Kama katika utengenezaji wa bidhaa hapa kwetu Tanzania tungesema TBS, kwamba bidhaa ikigongwa muhuri wa TBS, ina maana hiyo inaenda sokoni na haina mashaka yoyote, imepitia vigezo vyote vilivyokuwa vinahitajika. Sasa fikiria umemkosea Roho Mtakatifu ambaye ndiye anayeidhinisha. Ndio angalizo Yesu analolitoa hapa. Kwa hiyo ile dhana ya kufikiri kwamba Roho Mtakatifu ni mdogo sana pengine kuliko Yesu au ni mdogo sana kuliko zile nafsi zingine mbili ni dhana ambayo haitokani na Biblia. Biblia inamtambua ya kwamba ana hadhi sawa na Mwana, ana hadhi sawa na Baba, na kwamba hawa wote wamegawana tu majukumu katika kufanikisha kumkomboa mwanadamu. Roho Mtakatifu ni nafsi, tena ni nafsi yenye ufahamu na yenye uwezo wa kufanya maamuzi binafsi bila kutegemea kwingine kokote, na inayoweza kuhisi. Hili linatolewa ufafanuzi hivi kwa sababu iko dhana ya kwamba Roho Mtakatifu ni uwezo tu wa Baba katika utendaji, ni mtumishi hivi anayetumwa, ni kama upepo tu. Kwa hiyo yenyewe haina nafsi, haina uwezo, haiwezi kujiamulia yenyewe, inategemea kile ambacho Baba anatuma au Kristo anatuma. Maana mara nyingi anatajwa kama Roho wa Mungu au Roho wa Kristo. Kwa hiyo kuna hatari ya kudhani kwamba kwa sababu ni Roho wa Kristo au Roho wa Mungu, huyu ni mtumishi tu wa hawa wawili, lakini yeye mwenyewe hana uwezo wote. Biblia inasema Roho Mtakatifu ni nafsi yenye ufahamu na yenye maamuzi na inayoweza kuhisi. Warumi 8 fungu la 26 inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kuugua ni kitu kinachoweza kufanywa na nafsi. Kwa hiyo Roho anajua kuugua, anajua kulia kwa ajili ya maombezi ya wale watu wanaopeleta hoja kwa Mungu. Kwa hiyo ni nafsi. Waefeso 4 fungu la 30 anatuongezea kitu kingine kinachothibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata ukombozi. Kumbe Roho Mtakatifu anaweza kuhuzunika. Tunajua kwamba inaweza kuhuzunika huwa ni nafsi, ndiyo inaweza ikaumia, ikasikia uchungu. Roho Mtakatifu ana uwezo huo wa kusikia maumivu na kuhuzunika. Luka 2 fungu la 26 Biblia inatuambia, naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Kumbe Roho ana uwezo wa kukutana na binadamu na kumuonya kama nafsi, sio kama upepo. Roho Mtakatifu ni nafsi inayojitosheleza, iliyokamilika. Katika Yohana 14 fungu la 26 Biblia inatuambia, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho ana uwezo wa kufundisha kwa sababu yeye ni nafsi. Hata hapa sasa ndiye anayenifundisha mimi kutafuta haya majawabu, ndiye anayekufundisha wewe kuelewa hiki ninachokizungumza. Yuko kazini, ni mwalimu mwema sana. Roho Mtakatifu ni nafsi.
Roho Mtakatifu licha ya kwamba ni nafsi, anayo sifa ya uungu. Sasa iko dhana ya kufikiri kwamba Roho Mtakatifu hana sifa ya uungu. Wenye sifa ya uungu ni Baba na pengine na Mwana tu peke yake, lakini Biblia inatufundisha kwamba Baba anayo sifa ya uungu, Mwana anayo sifa ya uungu na Roho Mtakatifu anayo sifa ya uungu vile vile. Katika kitabu cha Matendo sura ya 5 fungu la 3 hadi la 4, Biblia inatuambia Petro akasema, Anania. Tunajua kile Anania alichofanya. Anania na Safira waliahidi kutoa mali zao, lakini muda wa kutoa mali ulipofika wakafanya udanganyifu, wakatoa mali iliyo pungufu. Kwa hiyo Petro anamuuliza. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Kwa hiyo uongo ambao Petro aliufanya, alimwambia Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uweza wako. Ili kuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Kumbuka pale mwanzo amesema, kwa nini umemdanganya Roho Mtakatifu? Kwa nini umemwambia uongo Roho Mtakatifu? Anapofanya hitimisho ya hoja yake anasema, hukumwambia uongo mwanadamu, bali umemwambia Mungu. Kwa hiyo statement hii inadhihirisha kwamba Biblia inamtambua Roho Mtakatifu kama Mungu, kama inavyotambua Yesu au Mwana kuwa ni Mungu, kama inavyotambua pia Baba ya kwamba ni Mungu. Roho Mtakatifu ana sifa ya umilele, yaani kutokuwa na mwanzo wala mwisho. Tunajuaje? Waebrania 9 fungu la 11. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamira zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu ana tabia ya umilele. Tabia nyingine ya Roho Mtakatifu inayodhihirisha kwamba yeye ana asili ya uungu ni kwamba ana sifa ya kuwapo mahali popote. Katika Zaburi 139 fungu la 7 hadi la 10 tunasoma, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko huko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko huko. Ningezitwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishikilia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Lakini sifa nyingine ya uungu, ziko sifa nyingi za uungu, lakini tunazitaja tu chache. Sifa nyingine ya uungu ambayo Roho Mtakatifu anayo, Roho Mtakatifu ana sifa ya kuumba. Katika kitabu cha Ayubu 33 fungu la 4 tunasoma, Roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Haya yote ya kusaidie kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, Roho Mtakatifu ana uungu, Roho Mtakatifu ana majukumu aliyopewa yenye uzito sawa na majukumu aliyopewa Baba na Mwana. Tumefika mwisho wa swali hilo, tunasoma swali linalofuata. Nini maana ya Sabato na kwa nini kuna madhehebu mengi leo? Naam, Sabato kwa mujibu wa utafiti tuliofanya ni neno la Kiebrania linaloandikwa Shabbat, ambalo tafsiri yake rahisi ni acha kufanya au sitisha au pumzika. Kwa hiyo mambo inatembea katika maneno hayo matatu, acha, pumzika na hivyo. Na wengi wameichukulia tu kwamba Sabato maana yake pumzika, ambayo ni sawa tu. Katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 2 hadi la 3 Biblia inasema, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Hapo ndio Sabato inaingia hapa, kuacha. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo ya saba hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa kile kitendo cha Mungu kuacha kazi aliyoiumba na kuifanya kikaitwa Sabato.
Mungu aliumba Sabato, yaani pumziko la siku ya saba ya juma, ili iwe siku ya ibada kwa wanadamu, ikiwakumbusha Mungu alivyowaumba na alivyoiumba dunia. Mungu aliona lile tendo la yeye kuumba dunia kwa muda wa siku sita, muda mfupi sana. Hivi vitu vyote tunavyoangalia, milima, bahari na kila kitu, ndani ya wiki moja tu vilikuwa vimekamilika. Siku sita kwa ujumla ilitosha kuvifanya viwepo. Na swali jingine ni kwamba huo udongo unaoangalia, milima, Mungu hakuchukua mahali fulani akaanza kutengeneza mlima, hakuchukua mahali fulani akaanza kutengeneza wanyama. Mungu uwezo wake wa kutamka alichokiwaza na alichokifikiria kwenye akili yake, na hicho kitu kikatokea kikawa na umbo, hiyo ndio uwezo wa ajabu sana. Na alitaka wanadamu huo uwezo waendelee kuutafakari kila inapofika siku ya saba ya juma. Ndio maana ya kuweka Sabato. Ilikuwa na lengo tu zuri, watu waendelee kukumbuka jinsi walivyoumbwa na jinsi ulimwengu wetu ulivyoumbwa. Sasa kwa bahati mbaya wanadamu wameitupilia mbali hiyo Sabato, ni kama vile hawakuona sababu ya kukumbuka jambo hilo ambalo kwa Mungu ni jambo zito na la muhimu sana. Ili kuiwekea msisitizo hiyo siku ya saba, Mungu akaiweka Sabato miongoni mwa amri zake 10. Kumbuka kwamba baadaye Mungu alimwagiza Musa aandike zile amri alizokuwa anazitamka katika mbao 2 za mawe, na katika hizo amri mojawapo, amri ya 4, akaiweka Sabato pale na akaiwekea msisitizo mkubwa sana. Katika kitabu cha Kutoka sura 20 fungu la 8, Biblia inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6, Mungu anarudia tena kuelezea kwa nini Sabato ilikuwepo. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Mungu anaendelea kurudia sababu ya yeye kuiweka Sabato, kwamba jamani, ule uumbaji wa siku 6 haukuwa jambo dogo, ilikuwa ni jambo kubwa sana linalohitaji kukumbukwa. Tena ukumbukwa kwake kusichukue muda mrefu, labda mwezi mmoja. Hapana, siku 6 tu ya 7 inakumbukwa, siku 6 tena ya 7 inakumbukwa. Mungu alikuwa na akili fulani anataka kutupatia hapo, ambayo bahati mbaya sisi wanadamu tukiongozwa na shetani tulikataa hiyo akili, na madhara yake ni makubwa sana. Kwa muda mrefu wa historia ya dunia, zaidi ya miaka 4000, hapa tulipofikia ni zaidi ya miaka 6000, lakini kwa muda mrefu wa zaidi ya miaka 4000, ibada kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi iliendelea kufanyika siku ya Sabato. Yaani hata gharika ilipokuja baada ya miaka 2000, Sabato iliendelea kuheshimiwa. Walipotoka kwenye gharika, kwenye safina, Sabato iliendelea kuheshimiwa mpaka Yesu anakuja kuzaliwa miaka 4000 baadaye, Sabato inaendelea kuheshimiwa. Ilipona majaribio mengi sana ya kushushwa chini. Sote tunatambua kwamba juma moja linakuwa na siku 7. Siku ya Sabato kwa mujibu wa maandiko ni siku ile inayokamilisha juma moja, yaani siku ya 7 ya juma. Kwa hiyo mzunguko huu wa siku 7 Mungu alikusudia kwamba utukumbushe ya kwamba kuna ibada. Mara zote watu wamejiuliza maswali ya kwamba mzunguko wa mwaka ni mzunguko unaokamilisha dunia kulizunguka jua. Kwa sababu tumeambiwa kwamba jua lenyewe halizunguki, ni dunia ndio inayozunguka. Kwa hiyo mzunguko unapokamilika, basi tunapata mwaka mmoja. Lakini mwezi ni pale ambapo mwezi unaizunguka dunia, sababu mwezi nao una tabia kuzunguka dunia, na wenyewe unatumia huo mwezi mmoja kukamilisha mzunguko wake. Lakini juma au wiki inapatikana baada ya nini kuzunguka nini? Hilo swali wanasayansi na watu wengi wameshindwa kulitolea majawabu, lakini Biblia inayo majibu. Siku 7, kwa nini tusiwe na siku ya 8 alafu ndipo tuanze juma jingine?
Kwa hiyo tusiwe na siku ya 9 ili tuanze juma jingine. Ni lazima ikifika siku ya 7 tunaanza juma jingine. Kwa nini? Ni kwa sababu ya Sabato, ni kwa sababu ya uumbaji ambao Mungu aliufanya mwanzo katika juma la kwanza la uumbaji, ambayo shetani anajaribu kwa nguvu kubwa sana kuifuta katika mawazo ya wanadamu isiwepo, lakini ameshindwa, kwa sababu juma limebaki kuwa vile vile, hata kama hatujui ni nini kinazunguka nini. Tunakuwa na juma ambayo ina siku 7. Baada ya siku 7 tunaanza siku ya kwanza. Katika kitabu cha Luka sura 23 fungu la 54, Biblia inasema, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia, na wale wanawake waliokuja naye kutoka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Uzuri ni kwamba Biblia haikutuacha gizani. Haikutuacha gizani kwa sababu dunia yetu ilipokuwa inaumbwa kwa siku 7 za kwanza zile, Sabato imetajwa. Hiyo ni katika kukamilisha uumbaji wa Mungu katika hii dunia. Sasa Mungu ana matukio makubwa mawili hapa duniani. Tukio la kuumba dunia na vitu vyote vilivyo pamoja na sisi wenyewe, lakini tukio la pili kubwa sana la Mungu katika hii dunia ni la kumkomboa mwanadamu. Katika tukio la kumkomboa mwanadamu, Sabato inatajwa. Katika siku zote za Pasaka zinazosherekewa duniani, hauwezi kukwepa kusikia mafungu yanayozungumzia Sabato. Na Mungu aliweka hivyo kwa makusudi ili watu waendelee kukumbuka. Kumbuka kwamba kwenye amri amesema ikumbuke. Anajua tuna tatizo la kusahau. Na sasa hapa tumeambiwa ya kwamba wakati Yesu anakufa ile Ijumaa, Ijumaa katika Biblia imeitwa siku ya maandalio, akapelekwa kaburini ambako kaburi lake lilikuwa limechongwa tayari, maana alizikwa katika makaburi ya kwenye mawe yanayochongwa. Na baada ya kuwa amewekwa pale, wale wanawake au Wayahudi walikuwa na tabia ya kupaka mafuta mwili wa marehemu ili usiharibike. Lakini kwa sababu Sabato ilikuwa imeshaingia, ilikuwa Ijumaa jioni, na Sabato kawaida huwa inaanza jioni ya siku ya Ijumaa jua linapozama, wakaona waahirishe hilo zoezi, wakarudi nyumbani, na siku inayofuata Ijumaa ni Jumamosi. Hiyo siku inayofuata Ijumaa imeitwa siku ya Sabato. Kwa hiyo wakafanya nini? Wakapumzika kama ilivyokuwa imeamriwa kwenye amri 10. Kwa siku ya Sabato iliyoamriwa kupumzika ni Jumamosi. Hata Yesu alipokuwa hapa duniani, hii ndio siku aliyokuwa anaitumia kwa ibada. Katika kitabu cha Luka 4 fungu la 16, Biblia inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Na kwa sababu ya umuhimu wa siku hiyo, aliwaomba wanafunzi wake waombe ili misukosuko itakayotokea baada ya kuondoka kwake isitokee katika siku ya Sabato, na kuondolea utulivu unaohitajika katika kuabudu. Katika Mathayo 24 fungu la 20, Biblia inasema, ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Ibada imepangwa, ibada ya Mungu hupangwa na Mungu, na mwanadamu hana nafasi ya kuibadilisha. Lakini mwanadamu amefanya majaribio kadhaa kutaka kuibadilisha hiyo ibada. Kwa mfano, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 fungu la 3 hadi la 5, Biblia inaonyesha jaribio la kwanza dhidi ya ibada. Anasema, ikawa hatimaye Kaini akaita mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana, Habili naye akaita wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Hata Yesu alipokuja duniani alikuta utaratibu wa siku ya ibada umebadilishwa, ingawa siku yenyewe ya kuabudu ilikuwa bado ipo sahihi. Wayahudi nao hawakupona, waliingizwa chaka na shetani kutaka kuibadilisha ibada ile ya Mungu aliyoiweka. Tunajuaje hilo? Katika kitabu cha Luka 13 fungu la 14, Biblia inasema, basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifazo kufanya kazi,
basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Unaona, Wayahudi walithamini sana Sabato kuliko walivyomthamini Bwana wa Sabato na kuliko walivyothamini mwanadamu. Fikiria, Bwana wa Sabato Yesu yuko kule nje anamponya mwanadamu ambaye ana thamani kuliko Sabato, na hapa ndani Wayahudi wanalalamika kwamba kinachofanyika hapo ni makosa. Hawa walikuwa wamevuruga Sabato. Luka 6:5 inasema akawaambia, mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Na Marko 2:27 inasema akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo jaribio la kutaka kuvuruga Sabato lilifanywa hata na Wayahudi wenyewe. Lakini jaribio lilofanikiwa sana la kubadili utaratibu wa ibada na siku ya ibada lilitokea baada ya Yesu kupaa mbinguni. Wanadamu walijaribu tena kubadilisha utaratibu wa kuabudu na kuruhusu kuwepo kwa sanamu katika nyumba za ibada, ambapo hata leo kuna baadhi ya nyumba za ibada sanamu zipo, na kubadili siku ya kuabudu kutoka siku ya 7 ya juma ambayo ni Jumamosi na kuipeleka siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili, jambo ambalo Mungu hakuliridhia kabisa. Kwa hiyo tumegundua hapo ya kwamba Sabato ni siku ya 7 ya juma na ndio siku Mungu aliweka kwa ajili ya ibada, na Shetani hapendi hiyo siku. Amefanya majaribio kadhaa kutaka kuivuruga, lakini hakufanikiwa, kwa sababu hata leo kuna bado watu wanaitambua Sabato kama ambavyo nimejaribu kuifafanua. Basi nikuombe uchukue uamuzi juu ya Sabato kama ulikuwa hujafanya uamuzi, ili uitunze kama siku ya kukumbuka uumbaji na ukombozi wetu. Tunakushukuru sana wewe ambaye umefuatilia kipindi hiki na sasa tunaenda kwa mapumziko, alafu baadaye tutarejea tena. Baada ya mapumziko mafupi tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea na kujibu maswali, na atatusomea swali linalofuata. Karibu. Nini tofauti ya roho na nafsi? Mtumishi wa Mungu, nipatie ushahidi kutoka katika Biblia. Naam, roho ni pumzi ya uhai na nafsi ni muunganiko wa mwili, yani udongo na pumzi ya uhai. Tunasoma wapi hayo? Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 7. Biblia inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Na pia tunasoma katika kitabu cha Ayubu sura ya 27 na fungu la 3. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu i katika pua yangu. Kwa hiyo unaposikia roho au pumzi ni kitu kile kile, kwa sababu roho inayokaa kwenye pua ni pumzi. Kwa hiyo pumzi au roho ni kitu kimoja, na nafsi ni muunganiko wa hiyo roho na mavumbi, ndipo unapata nafsi hai. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 fungu la 3, Biblia inasema, wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu. Kwa mwanadamu wakati anapokufa, kwa lugha ya picha hapa mwandishi mtunga Zaburi anasema
anachofanya Mungu, anamwambia mwanadamu we mwanadamu, rudi mavumbini, au ninyi wanadamu rudini mavumbini. Kwa maana hiyo ndio tafsiri ya kifo. Kifo maana yake mwili unarudi mavumbini. Unarudi mavumbini kwa sababu umeshatengana na pumzi ya Mungu, na kwa hiyo nafsi ya hai haipo tena. Katika kitabu cha Mhubiri 3 fungu la 20 Biblia inasema wote huendea mahali pamoja, wote hutoka katika mavumbi, na hata mavumbini hurudi tena. Kwa hiyo sisi asili yetu ni mavumbi, na ndio maana ili tuendelee kuishi tunahitaji vitu vinavyotoka huko ardhini. Chakula chetu chote kinatoka huko ardhini, kwa sababu sisi asili yetu ni watu wa ardhini, wa mavumbini. Ujanja tulionao sasa hivi, mwili una damu, una mapigo ya moyo yanafanya kazi, macho yanaona, ni kwa sababu ya pumzi tu ya Mungu. Hiyo pumzi itakapoondoka, hivi vitu vyote hivyo vitakosa uwezo wa kufanya kazi, na kwa hiyo vitarejea mavumbini kule vilikotokea. Na katika kitabu cha Zaburi fungu letu linaloendelea kufafanua na kuhitimisha swali lako juu ya nini nafsi na nini roho, ni katika Zaburi 146 fungu la 4. Biblia inasema pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yanapotea. Mawazo, uwezo wa kuona, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kufanya maamuzi, hivyo vyote vipo tu kwa sababu kuna pumzi. Siku pumzi itakapotoka, na inatoka ikiwa inaendea wapi? Hiyo pumzi inamrudia Mungu. Na inamrudia wapi? Haina sababu ya kwenda mbinguni, kwa sababu hapa tulipo hapa ni store ya Mungu. Mungu ana vitu vingi sana vilivyoko hapa. Anasema dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Mungu. Sio lazima kila mali ya Mungu iende mbinguni. Kuna mali za Mungu nyingi ziko hapa duniani. Kwa hiyo pumzi inatoka tu, inabaki hapo, haina kazi yoyote. Kilichofanyika ni kwamba Mungu ameitenganisha ile pumzi, ameinyofoa kutoka kwenye nafsi, na kwa hiyo nafsi inaanza kurejea katika hali ya udongo, kwa maana ya kwamba anaanza kuoza, anaanza kunuka. Na kutokana na hali hiyo, wanadamu tumekuwa na utaratibu wa mwili unaoharibika, unaooza, kuupeleka mavumbini. Lakini hilo ndilo Mungu analozungumza, kwamba huyo kiumbe sasa anarudia mavumbini, na kwa hiyo anaendelea kuoza pale mpaka anaisha. Kwa hiyo muujiza wa binadamu aliye nafsi hai ni muujiza wa Mungu, na unatokana na pumzi ya Mungu. Siku pumzi ya Mungu itakapoondoka, huyo mwanadamu hayupo tena. Ndio maana wanadamu wengi wanaotafakari wamesema kikubwa pumzi. Yaani ujanja wa mwanadamu ni pumzi tu. Siku pumzi ikiondoka, na yeye pia anaondoka. Yeye anaoza, anarudi udongoni, watu wanazika, wanasahau. Kwa hiyo unaposikia mtu amekufa na bado yuko mahali fulani, anaona kinachoendelea duniani, sijui na hivi na hivi, huo ni upotofu tu wa wanadamu. Mtu aliyekufa hawezi tena kuona kinachoendelea duniani, hawezi kushiriki jambo lolote linaloendelea duniani, hawezi kukulaani, hawezi kukubariki. Mambo yake yamefikia pale mwisho. Ni mpaka Mungu atakaporejesha pumzi ya uhai kwa huyo mtu, ndicho hicho kinachoitwa kufufuliwa. Hapo tu ndipo mwanadamu anaweza kurejea tena kwenye uhai. Lakini pumzi inapokuwa imeondoka, yoyote ambaye pumzi ya Mungu haipo, huyo amekufa na hakuna nafasi tena. Niwashukuruni sana wale ambao mmeendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha leo, na hapa ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu na tunaenda kuomba. Nikuombe sana wewe ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi, ufanye maamuzi. Kama kuna ukweli unaofunuliwa kwako kwa mara ya kwanza, usisite kuchukua maamuzi ya kukubali ukweli huo na kuukumbatia, sababu hiyo ndio wokovu wako. Vipindi hivi vinalenga kukusaidia wewe kufanya maamuzi sahihi ya kuokolewa kwako, usije ukapotea kwa sababu ya kukosa taarifa sahihi. Na sisi tumekuwa waaminifu kutafutia taarifa sahihi kutoka katika chanzo sahihi ambacho ni Biblia, na wajibu wako wewe ni kuamini na kujitoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Ninaenda kuomba na nitaenda kuombea. Tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya kipindi cha leo ambacho kimetusaidia sana kuangazia mambo kadhaa ambayo yamekuwa changamoto kidogo kwa watazamaji wetu. Na kushukuru kwa msaada wa Roho Mtakatifu tumeyaelewa, na sasa tupo tayari kabisa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Tusaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu mwanadamu kwa asili hana uwezo wa kuchagua mema, na uwezo wa kuchagua mema unatoka kwako. Saidie mtazamaji ambaye amefuatilia kipindi hiki kufanya maamuzi hayo, na hatimaye sisi sote tukaokolewe katika siku ile ya mwisho.
Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.